kwa moja kwenye maana ya msamaha. Msamaha sio udhaifu. Watu wengi wanaamini kwamba msamaha ni udhaifu. Lakini tafsiri ya msamaha hasa katika mahusiano ni ule utayari wa ndani wa kuachilia mambo. Kwa hiyo tafsiri ya haraka ya msamaha kwamba ni ile nguvu ya ndani ya kuachilia mambo. Kwa hivyo. Na kwenye mahusiano sasa, maana hapo maana yake ni msamaha kwenye kote. Tukije sasa kwenye mahusiano yenyewe ya kimapenzi. Kwa nini uwepo msamaha? Kwa nini watu tukigombana kila mtu asiendelee na maisha yake, mambo ya kumove on, si ndio? Kwa nini tusameheane? Faida za msamaha ni zipi? Faida za msamaha zipo nyingi sana. Na kama unavyojua kwamba katika dunia sasa hivi ili mahusiano yazidi kung'ara na zidi kuwa imara, lazima kuwa na vichochezi ambavyo vitaimarisha hasa yale mahusiano yenyewe. Kwa hiyo tunapozungumzia mahusiano ya kimapenzi kwamba kwa nini kuwe na msamaha? Kwa sababu msamaha, faida ya kwanza ya msamaha katika mahusiano ya kimapenzi inamfanya mtu aachilie mizigo ndani yake. Kwa maana gani? Kwa mfano unapokuwa na chuki juu ya mpenzi wako au mke wako, maana yake moja kwa moja unajibebeshia mizigo ambayo inakuumiza wewe, si inamuumiza yeye. Asilimia kubwa ya watu waga hatujui kwamba ninapokuchukia wewe, kwa mfano Revina, kumbe mimi ndio inakuwa na changamoto zaidi kuliko yule ambaye namchukia. Kwa hiyo faida ya kwanza katika mapenzi kwamba mtu anakuwa huru ndani yake, anakuwa na uhuru wa kutafakari baadhi ya mambo mengine, kwa sababu unapoachilia maana yake unakuwa ubongo unaupa nafasi ya kutafakari mambo mengine au ya kugundua kwa namna gani unaweza ukafanya ili mapenzi yenu yadumu. Kwa hiyo ni faida ya kwanza. Na faida ya pili, inarudisha imani upya, inajenga imani upya. Maana yake tuzungumzie kwamba labda mwanamume au mwanamke alikuwa amemkosea mpenzi wake. Kwa hiyo unapomuomba msamaha haimaanishi kwamba wewe ni dhaifu. Kwa maana unamaanisha kwamba wewe uko tayari kujenga mahusiano yenu upya. Kwa hiyo ile imani moja kwa moja mtu kwamba kumbe ameniomba msamaha. Kwa maana hiyo moja kwa moja mtu anaamini kwamba huyu mtu anahitaji kujenga ndoa au mahusiano bora na mimi. Kwa hiyo ile imani moja kwa moja inarudi upya. Na hiyo ni faida ya pili. Na faida ya tatu ambayo watu wengi hawajui, inamfanya mpenzi wako moja kwa moja awe tayari kukupokea kila wakati. Maana yake kuna kitu ambacho watu wengi hawaelewi kwamba mtu unapokosea, maana yake moja kwa moja unaanza kumtolea ile heshima na imani ya ndani ule mpenzi wako. Kwa hiyo unapoomba msamaha kwa mpenzi wako, moja kwa moja mtu unaanza kumjengea ule utayari wa kukupokea tena na tena na tena. Kwa hiyo ni baadhi ya faida ambazo mtu anaweza kuzipata pale ambapo ataamua kuomba msamaha, atakuwa na taratibu tabia kuwa naomba msamaha pale ambapo changamoto inajitokeza. Okay.